Halo, presenter Sike the Don hapa. Siku zote wanasema zaidi yangu ni Bonoko, na juzi kati tuliweza kupitia ama kuhudhuria mazishi ya one of the best performing DJ in Kilifi County, anaitwa DJ Kenya Ken. Na kwa kweli kizuri siku zote wanasema akidumu. Akthari na mamilioni ya watu waliweza kufika kwa ajili ya kumsindikiza mwenda zake na kumpa heshima yake ya mwisho. Mimi kama CK pia nilisema atakuwa mtovu wa nidhamu kama sitofika kuleta the live courtesy of CK Media, na nilifika nikahudhuria, na hali halisia yenyewe kama mnavyoona kwenye video hiyo ni kwamba mabodaboda waliweza kuonyesha ushirikiano, amani, upendo kwa mwenda zake DJ Kenya Kendall, maarufu sana alikuwa anamuita Mzee Moi ama kinywaji halisi. Alikuwa DJ mmoja wapo ambaye aliweza kupigisha muziki mbalimbali ikiwemo Jet Sound ambayo kwa sasa ni Atomic Sound. Aliweza kupiga Vuvuzela Sound ambayo kwa sasa hatujui kama tunaweza izungumziaje tena, na hatma yake iliweza kuishia katika muziki wa Vibrators Entertainment Sound katika kaunti ya Kilifi. Tunazungumzia hii ni baadhi ya muziki ambayo inafanya vizuri katika kaunti ya Kilifi, hususan Vibrators, Megas, na muziki mingineo mingi. Lakini kwa sasa ilikuwa ni safari yake ya mwisho bwana Kenya Ken kupewa na mafans wake ambao ni mashabiki, nazungumzia wazazi, familia na watu wengineo wengi waliomuenzi. Waliweza kufika kutoka sehemu mbalimbali za kitovu cha pwani, ikiwemo wanazungumzia Malindi, Kwale, Tana River na sehemu nyinginezo nyingi. Waliweza kufika kuja kuonyesha upendo na ule utu ambao alikuwa akiwapa wakati wa tamasha zake za muziki ambazo zilikuwa zikiendelea hivyo majuzi. Na kwa kweli Kenya Ken alikuwa mtu wa watu, kwa sababu unavyoangalia kwa video hiyo ni akthari ya watu wameweza kufika, mamilioni, ma DJ wa aina mbalimbali. Tunazungumzia ma DJ wa Boys to Men, akiwemo Miki alikuwa MC wa Boys to Men, aliweza kufika. MC Gashagwa aliweza kufika, na ma MC ambao waliweza kuonyesha heshima na utu kwa DJ Kenya Ken, akiwemo MC Dogo D wa Vibrators Entertainment Sound. Ni watu ambao waliweza kutoa machozi kwa sababu ya ukaribu na ule umbali ambao wameweza kutoka na engineer MC DJ Kenya Ken. Kwa kweli ilikuwa ni huzuni na ni pengo kubwa ambalo limeweza kuondolewa katika industry ya muziki, na kwa kweli walivyosema kizuri kumradhi ya kidumu, basi walidhahirisha shahiri kwamba DJ Kenya Ken hatuko naye upande huu wa pili. Ndugu zake akiwemo dada yetu Winnie, pole sana. Brand Makavani, pole. Makucha, pole pia kwa kupoteza ndugu, na mzee wangu mzee Thomas pia pole upande wa pili kwa kupoteza mtoto. Na mpenzi mtazamaji, na kupatia dakika mbili hapo niweze kupata tama la maji, utazame video uone huu upendo alionyesha mzee Kenya Ken. Je, siku yako kifika ama siku yangu kifika nitaonyesha upendo aina hii? Angalia tu, langu ni jicho nakupa utazame, nitarudi tena tu muda sio kwa mrefu. Rejea nitakukumbusha. Pia sitaki kumsahau DJ, ni MC, hata si MC DJ, MC DJ wanamuita mzee wa Mbolinyo. Mzee wa Mbolinyo aliweza kufika pia naye kuonyesha heshima yake ya mwisho, na kutokana na heshima yake ya mwisho ni kwamba huyu jamaa alikuwa na rasta, alifikia mahali akaweza kuzinyoa kwa ajili ya kupeana hiyo heshima kwa mzee Kenya Ken. Alisema rasta zake alizinyoa kwa masharti matatu. Cha kwanza ni kwamba anadeti mtoto wa pasta mwenye hataki jamaa mwenye rasta. Pili, aliweza kunyoa kwa ajili ya heshima mzee Moi, na ya tatu mtajitafutia, utafanya research ujue kwa nini alinyoa hizo rasta. Presenter CK hapa, na hapo kulikuwa ni mbuzi kauma mtazamaji, kuliweza kujaa kwa kweli, na licha ule utofauti wa ma MC wa muziki mbalimbali ikiwemo Vibrators, Megas, Boys to Men, The Big Sound, Atomic haukuweza kuonyeshwa. Wale wafawidi ama ma MC waliweza kufika kupeana ushirikiano wa moja kwa moja, wakafanya muziki ama tamasha hilo kulifanikisha vilivyo, na ilikuwa show ya kupendeza kwa kweli, ingawa ilikuwa ni majonzi, lakini waliweza kufika na kuonyesha ule upendo, ukarimu ambao mzee Moi alikuwa akiwapa. Ikumbuke kwamba show ya mwisho before kifo chake kimpate, alikuwa ametoka kupiga disco vumbi eneo la Tezo, kabla sijakosea Tezo, alikuwa ametoka Tezo, kama sio Tezo ni Mtondia, lakini nashuku ni Tezo, ambapo ndio tokeo lake liliweza kutokea. Bado wachunguzi ama dadisi hatujafahamu fika ni ajali ama ni kingine kilichotendeka, ila
Kinachoeleweka kwa sasa kwamba ni ajali iliweza kutokea, lakini sisi binafsi hatuwezi sema kwamba ni ajali iliweza kutokea, kwa sababu bado pengine kuna uchunguzi mwafaka unaendelea, na wadadisi watatuletea majibu ya moja kwa moja tufahamu fika endapo ilikuwa ni ajali ama mambo mengine yaliyohusika. Ila kwa ajili ya usalama, hiyo ni fiche, haituhusu ndewe wala sikio. Mwenyezi Mungu naye alitupa na yeye ndiye amechukua kinywaji halisi, alale salama mahali pema Mwenyezi Mungu ambapo aliweza kumchagulia. Kwa kweli ameweza kuacha pengo watoto wake watatu ambao kwa sasa ni watoto wadogo. Kama uwe ni fans na ni mtu uko na uwezo wa kusaidia familia, jamani, wakati wote fika saidia familia. Kuondoka kwake usio ndo mwisho wa ushirikiano wa familia ya Mzee Moi. Kwa kweli Mzee Moi ametuacha akiwa mdogo, na upendo wake hata Nairobi Gossip Club kupost mtu kufikia hapo huwa ni ngumu sana. Imagine Nairobi Gossip Club waliweza kupost kwamba unaye DJ mahiri sana kama Mzee Moi aliweza kuaga dunia, na ni watu mbalimbali waliweza kufika, even content creators wa Kilifi, Ruby Kache, Trillionaire, Timati, kuna huu msanii anajiita nani hivi, kuna msanii pia anaweza kufika ambaye jina lake kiasi limeweza kunipotea akilini, lakini aliweza kufika na alipenda hiyo heshima yao mwisho. Na wale wasanii wote mbalimbali waliweza kutoa nyimbo za kumwenzi DJ Kenya Ken, ikiwemo DJ Tanyo, Susumila na timu nzima iliweza kushirikiana na J Crack. Big shout out sana kwa hiyo heshima, kwa hiyo upendo wenye mmepeana, na ni kwa kweli kwamba heshima hiyo mmeweza kumpa Mzee Moi mahali alipo. Kuna ule uridhiano na kuridhika kwamba ingawa nimeenda, lakini kuna watu walikuwa wakinienzi, kuna watu walikuwa wakipenda shughuli yangu, na kuna watu walikuwa wakinipenda sana. Ingawa ashaenda, lakini bado kuna hicho kitu yeye mwenyewe anafahamu fika kwamba upendo ameweza kuacha, na hii ni legacy ambayo ameweza kuacha kubwa sana. Kule Bondo tulishuhudia kifo cha Mzee Raila, sasa ni hayati, lakini hapa Kauma tuliweza kufanya state funeral ya DJ Kenya Ken almaarufu Kinywaji Halisi. Show yake ilikuwa babu kubwa sana, hata kushinda ya aliyekuwa msanii wa ngoma zetu za Kimijikenda, alikuwa anamuita Mama Maburudisho. Hii yake iliweza kufana, na asanteni sana kwa wale wote waliofika. The lights of DJ Mwepesi, King Mwepesi wa Golonyota, kuna kijana bomba, big shout out sana. Dogo Sila, big shout out sana. G2 Boy uliweza kufika, big shout out sana. The Beast anakuambia no risk no story, pia aliweza kufika akaonyesha hizo heshima zao za mwisho. Ford Junior, big shout out sana, paka niliona jezi yake hapo ya Chelsea nambari 25 ilikuwa ameandika Mzee Moi. Hiyo ni heshima pia. DJ Majani, pole sana kwa kupoteza ndugu, kwa kupoteza familia, na tumai kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kuwapatia nguvu wakati huu mgumu mnaoweza kupitia. Presenter CK, please like, share and subscribe to my YouTube channel.